Anasema kuna watu walikodi gari yake hawakuirudisha. Hebu oneni. Mtu anahangaika, anajikusanya, anapambana, anajikusanya, akapata gari yake. Huyu kaenda kukodi, hajarudisha. Na usikute yupo tu anakula good time, alafu anakutuma uende kwenye sheria huko. Imagine. Sasa huko tunaenda kama kuna utata, ili wenzetu waweze kupambana kujua mwenye haki ni yupi. Sasa nimekukabidhi mwenyewe. Hivi vitu vingine hivi ndo nasema hivi. Nilienda eneo moja, mkandarasi amepewa mradi, kachukua na hela ya advance milioni 100. Alafu akiambiwa mbona uanzi kutekeleza mradi, anapiga chenga. Basi rudisha fedha ili tumpe mwingine, anasema nendeni mahakamani. Yaani yeye ndo fedha tumempa na anatuamrisha. Hana adabu. Nikasema mkamateni, tieni ndani, msimwachie mpaka arudishe hizo fedha. Watu wasio na adabu. Wala usihangaike kwa kuna kama vile una upele unawawasha. Watia adabu. Ndio. Hebu tuambie bwana. Mimi naitwa Batweli Paulo Kahemela wa kata ya Rwota. Nilikuwa na gari ninunua semi la kubebea mizigo. Ikaja kampuni ya Islam Dar es Salaam, kanikodi hiyo gari mpaka leo haijawahi rudisha, ikapotea. Lini hiyo? Nina miaka karibu 4 nimepeleka kesi polisi, nikakosa na nauli ya kurudi. Hiyo ofisi yao iko wapi? Ziko Dar es Salaam. Haya, na wewe tunafanya hivyo hivyo. Nenda hapo sasa hivi, hutakosa nauli ya kurudia. Kapewe milioni 1 hapo ya nauli. Nenda, takuelekeza kwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa takuta amewatafuta au management ya hii kampuni. Nenda pale kwa makatibu. Alafu andikisha, waonesha na mkataba mliosainishana. Haya.